gari limekuwa na uzito ambao unabadilika toka ilipokuwa inaingia nchini na mpaka ilipofika eneo hili la Bigwazi. Sasa kubwa zaidi ni kwamba matatizo kwenye mizani yapo muda wote, lakini namna ya kuyashughulikia ndio imetufikisha hapa. Sasa kilichofanyika hapa ni kwamba badala ya kulalamika kupitia utaratibu ambao umewekwa, sasa malalamiko yakaenda kwenye majukwaa mengine. Sasa huko ndio ikaleta taharuki kubwa sana kwa jamii ya wasafiri na wasafirishaji na Watanzania kwa ujumla, ambapo sasa tungependa kueleza kwamba ilikitokea tatizo la changamoto kwenye vituo vya mizani Bigwazi popote pale katika nchi hii, basi malalamiko yafikishwe ukiachia kwa mkuu wa mizani. Basi kama hakuna kuridhika pale, basi malalamiko yanafikishwa kwa meneja wa mkoa. Kama malalamiko yana sura ya rushwa, basi kuna namba za wenzetu wa taasisi ya kupambana na kuzuia na rushwa ziko kwenye mizani zetu zote. Na kama kwenye hatua hiyo ya mkoani ufafanuzi huo unaonekana haukidhi haja, basi inapaswa kufikishwa kwa mtendaji mkuu wa TANROADS na baadaye mkuu wa Wizara ya Ujenzi. Tuhakikishie tu kwamba masuala haya taasisi zote nilizosema na katika hatua zote hizo malalamiko haya yatafanywa kazi ipasavyo. Malalamiko ya dereva Bi Pamela ni kutokuamini vipimo ambavyo vimetokea katika kituo hiki cha mizani na kuamini kwamba amebambikiwa uzito, na ndio maana alikuwa anasisitiza kupitia vyombo vya habari au majukwaa mengine aliyoyatumia, alikuwa anasisitiza kwamba anaomba arudie kwa sababu kilichoonekana kwenye vipimo ni tofauti na kilichoandikwa kwenye ticket. Naomba nitoe ufafanuzi huu. Mzani huu uko automated. Si operator au mfanyakazi wote wa mzani anaweza akaandika uzito kwa sababu kuna gari fulani limeingia pale. Ni automated, mzani una capture weight ambayo imeapia pale. Kwa hiyo hilo naomba tulifafanue kwamba halina ukweli wowote. Lakini sambamba na hilo, hoja yake ya kutaka kurudia gari kulipima kabla lirudiwe kupimwa ni kinyume na utaratibu na sheria. Sheria ya udhibiti uzito wa magari Afrika Mashariki inamtaka msafirishaji yoyote ambaye atabainika amezidisha uzito, kifungu cha 17 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili kinamtaka msafirishaji yoyote yule aliyezidisha uzito alipe tozo ya uzidishwaji uzito. Baada ya kulipa tozo, aende akashushe kile kiwango ambacho kimezidi au akapange mzigo. Baada ya hapo arudi kupima. Kama atakuwa ndani ya zile limits au viwango vinavyokubalika kisheria, ataruhusiwa kuendelea na safari. Huo ndio utaratibu kwa mujibu wa sheria, na sivyo kama ambavyo alikuwa anataka kufanya, kwa sababu tunazo sababu nyingi ambazo zinapelekea kwa nini sheria imekuwa namna hii. Changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea gari kuzidi uzito. Unaweza kukuta kuna hitilafu kwenye mifumo ya air suspension almaarufu wanaziita booster. Booster zina uwezo wa kubadilisha kipimo. Ukajikuta umepima huku umesoma hivi, umepima huku umesoma hivi, umepima huku umesoma, zikiwa na hitilafu. Hivyo unaweza ukamruhusu akarudia kupima, ukajikuta amecheza na zile booster zake na ameclear ule mzigo. Hizo ni sababu ambazo zinapelekea sheria ikaweka masharti ya namna hii. Lakini pia tuna sababu nyingine ambazo husababisha magari kuzidi kwenye vituo vya mzani. Matumizi ya 5%. Sheria imetoa allowance au nyongeza ya 5% kwa kila kundi la mitaimbo ama axles, lakini haijatoa nyongeza ya 5% katika uzito wa jumla wa gari. Hivyo uzito wa jumla wa gari hauna fedha hiyo ya 5%. Na kwa nini imewekwa hiyo fedha ya 5%? Hiyo fedha ya 5% imewekwa kwenye makundi ya mitaimbo ama axles ili kufidia pale mzigo unapohama kutoka kundi moja kwenda kundi lingine, na sio sehemu ya kubebea mzigo. Sasa tumekuwa na tendency ya wasafirishaji wengi kuitumia hii ya 5% kama sehemu ya kubebea mzigo. Unajikuta ukiongeza mafuta na ukiongeza na abiria umekaribia kabisa kuimaliza ile margin.
Tatizo lolote likitokea, mzigo ukihama umezidi kwenye group of axles, na wakati mwingine inapelekea unazidi mpaka kwenye uzito wa jumla. Umeona? Kwa hiyo ni changamoto nyingine. Lakini changamoto nyingine ambazo zinaweza zikapelekea mzigo kazidi, gari kazidi uzito ni kuongeza mafuta wa abiria. Yes, mimi nimepima kituo A nikiwa na abiria mmoja. Nimeenda kituo B na abiria wawili. Uzito uliopata kituo A hauwezi kufanya kituo B. Sawa. Lakini kuna mizigo ambayo ni kama mbao, kokoto, mchanga. Unaweza kumepima kituo A, tuseme Mikese au wapi. Ukafika katikati, unakuja hapa, mvua imenyesha nyingi sana hapa katikati kabla ya kufika Vigwazi. Ile mvua inanyonywa na ule mzigo. Usitegemee kipimo ulichokipata Mikese utakipata hapa. Zitatofautiana. Kwa kifupi, kushorten story au kusummarize ni kwamba sababu zinazopelekea gari kuzidi uzito ni pamoja na hiyo hitilafu kwenye mfumo wa air suspension au booster, pamoja na hizo nyingine ambazo nimetoka kuzielezea hapa. Lakini hatukuishia hapa. Sisi kama taasisi tulijaribu kupata taarifa za gari hili tangia halijaingia Tanzania. Na bahati nzuri tumepata taarifa za vipimo vya gari hili nchini Zambia kwenye mizani miwili ya Zambia. Mzani wa kwanza ambapo gari hili lilipima ni mzani unaitwa Kafulafuta, ambapo gari hili Excel ya mbele ilisoma kilo 6,200, katikati kwenye difu ilisoma 17,600. Sheria hapa kwenye difu kwa aina ya gari hiyo inatakiwa isome 16. Akipewa na ile allowance ya 5% 16,400, lakini yeye amesoma 17,600, amezidisha kilo 1,200 huko alikokuwa. Lakini triple axle kule nyuma, ile group yenye Excel 3 kule ilisoma 25,200, ambapo amefika kwenye ile margin ya mwisho ya 5%. Maana 5% ya ile group ya mwisho ni kilo 1,200. Sheria inataka kubeba tani 24. Ukipewa 5% ni kilo nyingine 1,200. Kwa hiyo 25,200. Kwa hiyo ile 5% tayari ilikuwa savings katika hiki kituo cha Kafulafuta kilichoko Giza. Na GVM yake ilikuwa ni 49. Kumbukeni niliwaambia hii gari inatakiwa ibebe uzito wa tani 48 tu, kwa mujibu wa sheria ambazo tunazisimamia sisi kama TANROADS na Wizara ya Ujenzi kwa ujumla. Kwa hiyo tayari hapa alikuwa tayari hata GVM kapitiliza kwa tani nzima ambayo imesoma 49 badala ya 48, na kwenye Excel ana kilo 1,000 za ziada. Akatoka kwenye mzani huo Kafulafuta akaenda kuna mzani unaitwa Mpika huko Zambia. Excel ya mbele ikasoma kilo 6,000, Excel ya katikati ikasoma 16,800, na Excel ya mwisho ikasoma 24,870. Tayari alikuwa ndani ya ile 5%, ameshaitumia, na hapa kwenye difu alikuwa ameshazidi tena kilo 400. Hiyo ni Zambia. Kwa haraka yake kama dereva ambaye anaendesha kile chombo alipaswa kujua kutoka Kafulafuta kuja Mpika ndani ya nchi moja, tofauti ya zaidi ya kilo 1,300. Alitakiwa question ajue ni sababu gani imepelekea huu tofauti mkubwa. Sawa. Baada ya hapo akaja na ticket kutoka sasa huko alikotoka. Tiketi nyingine ambayo tuko nayo kwenye records ni ya Makambako, mzani wetu, ambapo uzito wa jumla umesoma 46,200. Sasa ukiangalia hii trend, katoka Kafulafuta Zambia mpaka Makambako umesoma 46. Karibia tofauti ni zaidi ya tani 2, na hata kama ametumia mafuta, ina maana kutoka Zambia kuja mpaka Makambako unatumia mafuta tani 2 katika hali ya kawaida. Sio rahisi. Hicho ndio kikapelekea unatoka Makambako, tiketi nyingine inakuja kupatikana hapa Vigwaza imesoma 48,150. Kwa hii variation, ongezeko na kupungua la uzito wa hili gari technical kiufundi ni changamoto kwenye mifumo ya air suspension. Kwa hiyo sasa katika kulielezea hili na kutoa ufafanuzi zaidi, kama alivyoongea manager, hakupaswa kutumia njia alizozitumia kupeleka nani. Ilikuwa kwanza assess nini kimetokea
afanye analysis alikotoka na kujua tatizo nini, lakini hapa technically katika hali tu ya kawaida ni tatizo la mfumo wa gari, na ndio maana alikuwa na insist arudie kupima, kwa sababu anajua changamoto labda ambayo iko kwenye, inawezekana anajua changamoto iko kwenye mfumo wa lakini sasa sheria hairuhusu hilo jambo. Nimetoka Kongo na mzigo wangu wa kopa tani 32 nikiwa na maanisha bando 16. Nimekuja mpaka hapa mezani ya Vigwaza, nimeonekana kwamba gari haijaonekana ilikopita na gari yangu imezidi. Nilipokuwa ninaomba nipime tena, kwa sababu mimi ninachoona sicho ambacho wanasema wao. Kinachoonyesha kwenye screen sicho ambacho wanasema wao, mtu aliyeko ndani operator. Wakagoma na wakadai kwamba mimi nawafundisha kazi nizungushe gari yadi. Kwa hiyo niko yadi toka ile siku baada ya kukataa kulipa deni la shilingi 900 na baada pia ya wao kunikatalia kupima. Niko hapa nikitaka mamlaka inisaidie. Kila ninapoomba kwamba nisaidiwe nipime ili niweze kujiridhisha niweze kulipa, hawataki.